ya kuwataka wabunge wote walio madarakani pamoja na viongozi wa chama, kamati za siasa za wilaya, twende kwa wajumbe wa mikutano mikuu kwenda kuwafahamisha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2025 na kazi kubwa ambayo imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan, kazi kubwa ambayo imefanywa na mawaziri na manaibu waziri, kazi kubwa ambayo zimefanywa na wabunge wa majimbo katika majimbo yao. Baada ya maelekezo ya mwenyekiti wetu wa taifa, Mheshimiwa mbunge akayapokea maelekezo yale, akaleta ratiba ya utaratibu wa kuja kwa wananchi, kuja kwa wajumbe wa mkutano mkuu wa wilaya, kuja kueleza kazi ambazo amezifanya yeye Daktari Samia Suluhu Hassan Mafia kwa kipindi cha miaka 5. Na mimi ndugu yenu, mwaka 2020 tukamkabidhi Mheshimiwa Rais ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi, tukamkabidhi mbunge ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi. Ndani ya ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi tulieleza kwa uwazi na upana kwamba tuna jukumu la kuhakikisha tunaimarisha huduma za afya katika wilaya zetu. Tuna jukumu la kuhakikisha tunaimarisha miundombinu ya elimu katika wilaya zetu. Tuna wajibu wa kuhakikisha tunaimarisha huduma za maji safi na salama katika wilaya zetu. Tuna wajibu wa kuhakikisha umeme unakwenda kwa kila nyumba ya Mtanzania. Tuna wajibu wa kuhakikisha miundombinu ya barabara, TARURA na TARURA inakwenda kukamilika ili iwe rahisi wananchi wa kusafiri kwenda na kurudi watokako. Tulikuwa tuna wajibu wa kuhakikisha huduma za afya zinakuwa bora na zinaleta tija kwa wananchi wote wa Tanzania, lakini pia kwa wananchi wa Mafia. Tulikuwa na wajibu wa kuhakikisha mama mjamzito tunatengeneza utaratibu rafiki katika huduma za afya ili mama mjamzito anapokwenda kujifungua isiwe sababu ya mama kupata umauti kwa sababu ya ujauzito, lakini pia isiwe sababu ya mtoto kupoteza maisha wakati wa kujifungua. Tukatengeneza wodi ya mama na mtoto kwa maelekezo ya Mama Samia Suluhu Hassan ambayo Mafia imejengwa ili kuhakikisha mama kushika ujauzito na kujifungua isiwe sababu ya kusitisha umri wake. Sasa kazi zote hizi ambazo zilielezwa katika ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020, Mheshimiwa mbunge amezigusa katika maeneo yote na zimetekelezwa kwa ufanisi mkubwa sana na kwa ufanisi wa ubobezi, kazi zote ambazo zilielezwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Sasa ndugu zangu, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, mimi kama mwenyekiti wenu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Mafia, tumeipokea kwa 100% kwa sababu imetekelezwa kadiri Chama cha Mapinduzi kilivyoelekeza katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Nina hakika na nyie ndugu zangu mmeipokea ilani ya uchaguzi, mmeisikiliza, mnaijadili katika vichwa vyenu na kila mmoja anaangalia katika kata yake nini kilichotekelezwa kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tafasiri yangu kwamba na nyie mnaiunga mkono utekelezaji uliofanywa na mbunge wa jimbo la Mafia kwa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Sasa nataka niwaulize, mmeipokea ilani ya uchaguzi au mkuipokea? Mmeipokea ilani ya uchaguzi au mkuipokea? Kazi imefanyika, kazi haikufanyika? Kazi imefanyika Kwa hiyo ilani ya uchaguzi mmeipokea. Kwa kuwa ilani ya uchaguzi mmeipokea, basi mimi mwenyekiti wenu niwashukuruni sana kwa kuipokea ilani ya uchaguzi. Tafasiri yake mmeridhika na yote yaliyotekelezwa na mbunge ndani ya kipindi chake cha miaka 5 ya uongozi wake. Na Mheshimiwa Kipanga, usiwe na shaka wala usiwe na hofu. Usiwe na shaka wala usiwe na hofu. Wanachama wa CCM Mafia ni watu wenye akili za kupindukia. Ukizikagua chaguzi zetu
tangu wakati wa Bibi Titi, mzee Akibalali, mjomba wangu Abdul Masiku, mjomba wangu Kanali Ayubu Kimau, binamu yangu Abdulkarim Usmeri Hassan Shaha, ndugu yangu Mbaraka Kitwana Dau, mpaka unakuja kuchaguliwa wewe na mkutano mkuu. Tafasiri yake wajumbe wa mikutano mikuu ya CCM Mafia wana akili kweli kweli. Kwa hiyo sio na hofu na hizi vurugu zinazoendelea za kukusanya watu 10 kuwapa 20,000, kukusanya watu 5 kuwapa 20,000, zisikunyongeshe, kwa sababu wajumbe hawa wa Mafia wanachokitazama ni maendeleo ya kisiwa chao. Wanatazama wanapataje maji safi na salama, wanatazama wanakuaje na barabara zilizo salama, wanatazama wanapataje kivuko cha Dar es Salaam Kilindoni kilicho salama, wanatazama kila hatima ya maisha yao juu ya kisiwa chao. Ninaamini wajumbe hawa watapiga kula wakati ukifika, kula stahiki kwa heshima ya maendeleo ya kisiwa chao. Sasa liko tatizo la udalali. CCM oye! Mimi mwenyekiti wenu sio dalali wa madaraka. Hakuna ambaye hajanifuata kwa haki ya ugombea jimbo hili. Hayupo ambaye hajanifuata. Kwa hao wanaogombea sijawa dalali, yani nafasi yangu mwenyekiti wa wilaya iwe nafasi ya udalali. Sitokuwa hivyo. Mimi nimegombea nafasi hii kushirikiana na wenzangu kutengeneza hatima njema ya Mafia, kutengeneza hatima njema ya watoto wetu, kutengeneza hatima njema ya wajukuu wetu wa Mafia. Wako wenzangu, viongozi wenzangu tuliowaamini tukawapa nafasi wa ngazi za kata. Wako wenzangu tuliowaamini tukawapa nafasi za uongozi kwa ngazi za matawi, wanakuwa madalali wa nafasi zao. Tafasiri yake, wakati wanagombea nafasi hizo hawakuwa na nia njema ya Chama cha Mapinduzi, bali wamezigombea nafasi hizo kusubiri wakati wa majangusho. Wako viongozi wa majangusho, na hao ndio wanaotuyumbisha katika siasa za kisiwa chetu cha Mafia. Kiongozi unapewa maelekezo na viongozi wa chama, nenda kawaite katika mkutano wetu wajumbe wote wa mkutano mkuu pamoja na wajumbe wa baraza. Unakwenda kuwaambia wanaitakiwa mabaraza tu, wajumbe wa mabaraza hawatakiwi. Huyo kiongozi nafasi yake anaigeuza ni udalali wa kutafuta hela za kula katika kipindi hiki cha uchaguzi. Nafanya utafiti wa kutosha ndugu zangu. Nikisha thibitika na utafiti wangu, ajue pengine hata kula wakati wa uchaguzi hata uipiga, tutamwita kwenye kikao cha kamati ya siasa ya wilaya, tutamchukulia hatua kwa mujibu wa kamati ya maadili na usalama wa chama chetu. Chama kikitoa maelekezo kwa ngazi ya chini, tekeleza kama maelekezo yalivyokuja. Tuache udalali katika siasa za Mafia, tuache udalali, kwa sababu sote tutaulizwa siku ya Kiyama juu ya madaraka na nafasi tulizo nazo mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukijiingiza udalali utakupelekea kuingia motoni siku ya Kiyama. Baada kwa sababu hayo, naona katibu mwenezi yuko mbio. Nawashukuru sana, asanteni sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye! CCM oye! Udalali haukubaliki! Udalali haukubaliki! Udalali haukubaliki! Ukiona mjumbe anakuja kiongozi, badili wajumbe wako, huyo ni dalali, mwambie dalali haukubaliki. Sawa sawa? Asante.